Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Catholic Moshi Online TV. Leo ni siku ya pekee sana kwetu, kwani tunaona nafasi adhimu ya kuwa pamoja na mchungaji mkuu, yaani Mhashamu Baba Askofu Ludovick Joseph Minde katika mahojiano maalum kuelekea maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya uaskofu katika Kanisa Katoliki. Miaka 25 ya uhuduma na safari ya imani, upendo, sadaka na kujitoa kwa watu wa Mungu. Katika kipindi hiki tuna nafasi ya kumfahamu zaidi Mhashamu askofu wetu kupitia historia yake, uzoefu wa huduma, changamoto, furaha pamoja na ujumbe wa kanisa katika jamii na Kanisa Katoliki kwa ujumla. Ni vizuri tuanze kwa sala, na hasa tunapokuwa kwenye novena ya Roho Mtakatifu siku ya 4. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Uje Roho Mtakatifu, ziene nyoyo za waumini wako, washa mapendo yako, peleka Roho wako, vitaumbwa upya na nchi zitajeuka. Tuombe. Ee Mungu uliyefundisha nyoyo za waumini wako, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba utuongoze na ile Roho, tupende aliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tusikilize mstari mmoja tu wa neno la Mungu kutoka Injili ya Mtakatifu Yohane Mtume sura ya 14 mstari wa 26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Neno la Bwana. Basi tukiwa hapo kwenye hicho kipindi cha novena ya Roho Mtakatifu na tumeshamwalika katika mazungumzo yetu, tuanze sasa mazungumzo tukiwa tunaongozwa na yeye na msaada wa mama yetu Bikira Maria. Bikira Maria, kikao cha hekima, utuombee na utusaidie. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mambo ni mengi, lakini kwa ufupi, kwa muhtasari tu, ningesema ni uzoefu wangu katika sala, kuanzia na kwenye familia, lakini pia sala za mtu binafsi. Tulifundishwa sana kusali, si kusali tu nyumbani, lakini pia kuwa na tabia ya mtu moja moja kusali peke yake, na hiyo nilishikilia sana. Lakini pia mapadri, kuwaona mapadri tulipokuwa tunatumikia misa mara nyingi katika parokia ya Kibosho Mama tukiwa wadogo sana, niliguzwa sana na wale mapadri, na mimi nikawa natamani kuwa nao siku moja. Mambo yalianzia huko kwa kifupi. Bila familia, baba na mama walivyokuwa watu wa imani kubwa kwa Mungu, lakini pia nikakuta dada zangu walionitangulia, wawili walikuwa masista, lakini wote ni marehemu sasa, walivyokuwa wanapenda sala. Basi na mimi nikaingiamo, sala za asubuhi, sala za mchana, lakini hasa asubuhi na jioni, sala ya Rozari Takatifu kila siku, na mafundisho tulikuwa tunapewa na baba na mama na wale dada zangu masista ambao Mwenyezi Mungu ameshawaita nyumbani, walichangia sana. Tulikwenda kama nilivyosema, ni kama taratibu za siku hizi tu, jinsi tulivyokuwa tunapenda sala, tulivyokuwa tunapenda kutumikia misa takatifu, tunawapenda wale mapadri, tunawakumbuka hao mapadri wote sasa ni marehemu, wakina Padri Joseph Babu, Padri Barnabasi, Padri Jeromi,
hata padi Baba Kajetani tumekaa naye kwa muda, na kwa kweli ndio alitupeleka kwenda kufanya mtihani wa seminari kule Kilema. Sasa inakuja tu kwamba si unatamani hicho kitu unavyokaa na hao watu, na wao wenyewe wanakuona kwa kweli, wanasema we utakuwa padri tu, we utakuwa padri. Kwa hiyo na basi na kipindi cha kujiandikisha kwenda seminarini kinapofika, ni wao wenyewe wanaanza, we lazima uwe padri, we tumeshakwambia unaenda seminarini. Kwa hiyo ilikuwa hivyo, mimi sikupata shida. Nilikuwa ni mwanajimbo na Wakatoliki Moshi. Tulikuwa tunasoma seminari ya Kilema. Mwalimu wetu, rekta wetu mkuu alikuwa na Baba Askofu Amedeusi, sasa ni marehemu, na walimu wengine wengi wapo. Ndiyo ilikuwa inafahamika kama ni seminari ya jimbo, lakini hawakuwa sasa wamezuia kwa namna ya pekee kabisa kwamba vijana wanaoitwa katika wito wa mashirika ya kimisionari hawezi kwenda. Kwa kweli tulipojieleza, mimi baba rekta alikuwa anapenda sana nibaki kuwa padri wa jimbo la Moshi, lakini pia kwa bahati nzuri tulikuwa nimeshamweleza pia Baba Askofu Kilasara, ndiye alikuwa analea wakati ule vijana hao wanaotaka kujiunga na shirika hilo la mapadri wa kazi ya Roho Mtakatifu. Sasa Baba Kilasara akalimshirikisha Baba rekta kwamba huyu kijana pia ameshanieleza kwamba mkiona kwamba inafaa na mwelekeo huo mumruhusu, ni kitu ninachokifahamu pia. Kwa hiyo mimi sikuwa na shida pekee, ingawaje najua kwa kweli Baba rekta pamoja na mapadri walikuwa wanapenda nibaki kuwa padri wa jimbo Katoliki Moshi. Lakini hata sasa hivi mipango ya Mungu imegeuka tu, ni padri wa jimbo Katoliki Moshi katika maana halisi. Hakuna mtu anayefikiria mambo hayo. Ni mambo makubwa magumu ambayo yamesitiriwa katika moyo wa Mungu. Si mshangao mkubwa na kuchanganyikiwa. Ni story ndefu. Tuseme tu mimi nilikuwa nje ya jimbo. Kwanza nilikuwa Roma, nikawa natafuta huku nyumbani, sipatikani. Nikawa natafutwa sasa. Wakati huo nilikuwa nafundisha Segerea, wakati huo nilikuwa pia ni padri msaidizi wa mkuu wa shirika. Nikawa natafutwa, sipatikani kwa muda mrefu. Kwa hiyo nikiwa kule Roma, nikaenda kwenye university ya ambayo yuko huko Ulaya inaitwa Leuven Catholic University. Nikiwa kule nikapata barua, nikapata simu kutoka Roma kwamba unatafutwa na wakubwa wako, walikuwa wanataka kuongea na wewe. Nikampiga Moshi, nikafikiri labda kuna matatizo. Nikaambiwa unatakiwa huku nyumbani kwa haraka. Nikauliza kuna nini? Wakaniambia wewe ukifika utaambiwa. Kwa mimi nikafikiri kwamba ni kifo. Baadaye nikajaribu kuchunguza yule pale, akasema na sisi wenyewe hatufahamu unatafutwa sana. Basi nikafika nyumbani, nikaambiwa unatafutwa na balozi wa Baba Mtakatifu, wiki hii ni ya pili. Nikaenda, basi nikapewa huo ujumbe. Basi kama nilivyosema, hapa ni kuchanganyikiwa na mshangao mkubwa. Mambo haya yatawezekanaje kwangu, yatokee kwangu mimi wakati ambapo sistahili? Kwa kifupi, kwa hiyo mimi pale nilikuwa nafundisha Segerea, nilikuwa ni mwalimu wa maandiko matakatifu, lakini pia
nilikuwa ni baba wa kiroho wa shule yote, lakini pia nilikuwa ni msaidizi wa mkuu wa shirika. Sasa ilipotokea nilishtuka sana, maana sasa unajua hapo ni 2000 na ngapi na moja, bado Tanzania yani haikuwa rahisi kufahamu maeneo ya Tanzania kama sasa hivi. Kwa hiyo baada ya kuambiwa na balozi wa Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili amekuchagua kuwa askofu wa jimbo Katoliki la Kahama, kwa sababu sasa Baba Askofu Mateo Shija amefikia umri wake wa kupumzika, na hivi baada ya kusana mahangaiko makubwa, Baba Mtakatifu amekuguza wewe, unasemaje? Kwanza kimya kikuu, nikaambiwa pale niseme kitu kimya kikuu, sema kitu kimya kikuu. Nikapelekwa kanisani kusali, akarudi tena akaniambia lazima useme neno. Basi nikamuuliza balozi wa Baba Mtakatifu, Kahama iko wapi? Akacheka sana, alikuwa ni Muitaliano. Akaniambia wewe ni Mtanzania, wewe ni mtoto wa Tanzania, ufahamu Kahama iko wapi? Kweli akaenda ndani, nimelifahamu jimbo langu la Kahama katika ramani. Akawa ananituliza, sasa usiogope. Wewe unakuwa na woga gani? Unaona hata kaka yako wakati huo unajua tulikuwa tunafundisha Segerea, hapo tulikuwa mlolongo wa mapadri ambao Mwenyezi Mungu aliwachagua kwa karibu sana kama maaskofu. Kaniambia usiogope, unaona hata kaka yako Severin kwake jimbo lake ni hapa, mko karibu. Halafu wewe si mlikuwa karibu sana na Father Damian, Father Damian huyu nani sasa baba askofu nani huyu wa Songea, ni baba askofu baba askofu Damian, askofu mkuu wa jimbo la Songea, ambaye wakati huo sasa ndiye alikuwa amechaguliwa kama nani, kama askofu wa Geita. Akaniambia sasa mahangaiko ni ya nini? Unaona hata yuko karibu tu. Kwa hiyo nilifahamu jimbo langu la Kahama kwenye ramani. Kwa hiyo nikajiandaa hivyo, nikaanza kujiandaa hivyo kwenda kwenye jimbo ambalo sifahamu hata njia kwenda huko ni ipi. Kwa kifupi basi muda ukafika, tukaenda huko. Haikuwa rahisi, tumetumia siku 3 kufika Kahama. Kwanza tukalala Singida, tukaenda lala tena, tukaenda lala wapi tena pale karibu na tumelala Nzega, alafu ndio tukaingia Kahama siku ya 3. Maisha yangu seminarini, kwa kweli maisha ya seminarini ni magumu, lakini kama unafahamu lengo lako la wito, unafuata taratibu. Mimi sikupata shida pekee, nimemaliza vizuri tu. Walezi wangu walikuwa wananitia matumaini sana, vijana wenzangu walikuwa wananitia matumaini sana, tunatiana matumaini. Kwa hiyo sikukuta yote ya pekee katika malezi ya kusema kwamba nimesimamishwa kwa sababu ya kushindwa masomo au kwa sababu ya tabia mbaya. Kwa kweli Mungu alinisaidia sana, na nilipata sana msaada mkubwa wa walezi wangu. Appointment yangu ya kwanza ilikuwa ni mlezi. Nimelea vijana wanaojiandaa kwenda upadi kwa miaka 2. Baadaye nikapata transfer au uhamisho wa kwenda kuwa padi msaidizi wa kanisa kuu la jimbo, kanisa kuu la jimbo la Shinyanga. Kwa hiyo nimeanza kufanya uchungaji wangu huko, lakini yaanzia kwanza kwenye shirikani Sabuko kwa muda wa miaka 2, alafu nikahamishwa nikaenda Shinyanga kama msaidizi wa baba paroko kanisa kuu la Bikira Maria mama wa msaada. Nakumbuka wakati ule. Sasa hivi kanisa kuu limeshabadilika,
sio ile la zamani tena. Sasa hivi liko sehemu nyingine, sio pale mjini tena, liko pembeni kidogo. Siku ya kuweka wakfu, baada ya kufanya ile safari ya siku 3, kulala Singida, alafu Nzega, alafu tukafika Kahama. Basi tukafika Kahama hivyo kwa haraka haraka, kengele ikagongwa, tukaambia ndio naenda kabidhiwa kanisa sasa. Tukaenda, basi ni mazingira mapya kabisa. Tukaenda tukakabidhiwa kanisa. Siku yake ya pili, siku ya Jumapili, ndio sasa siku ya wakfu. Kama kawaida, maaskofu hapo waliona baya kutosha tu, wakaja. Alikuwa kule akina Nuncio Mwadhama Kardinali Pengo, ndiye ameniweka wakfu. Kwa hiyo basi ilikuwa ni siku ya mahangaiko moyoni, itakuwaje, nitaweza kweli kujibu hayo yote, nitaweza sasa, naenda kuwa mtu mwingine kabisa. Ni mahangaiko moyoni, lakini basi kwa vile umeshasali, unajikabidhi katika ulinzi wa Mungu, mambo yakawa hivyo. Jioni ikafika, tumeshakuwa askofu, tukaanza kubariki watu. Changamoto kubwa ni juu ya jimbo langu la Kahama, na ndiyo hata wakati mwingine sipendi sana kuongea juu ya historia yangu ya Kahama, maana nafikia mahali nalia. Ilikuwa ngumu sana sana, sikuwa na mahali pa kulala. Nilikuwa nalala store number 9. Sikuwa nimeshafahamu, nilikuwa ni pale mlangoni kumeandikwa store number 9. Nilikuwa nimeandikwa number 9 ule mlango, baadaye S number 9, lakini baadaye nikaambiwa hapa ni store number 9, maana baba askofu alikuwa anajiandaa kujenga sasa makazi ya askofu, na alikuwa na store mbalimbali pale. Alikuwa amehifadhi vitu, ingine matofali, ingine basi vyombo kutoka Ujerumani. Wakati ule ndio Wajerumani wanatuuzia tiles nini na nini. Kwa hiyo sikuelewa, ni baadaye tu ya wiki mbili kauliza ni kwa nini hapa inaitwa ni S number 9. Nikamwambia ni store number 9. Nikashtuka sana, lakini kwa mazingira yake ilikuwa hivyo. Ilikuwa hivyo, mateso makubwa, upepo unaingia ndani, vumbi. Unaita kafrateri kalichukua karibu, frata njoo tusukume kitanda, tunasukuma upande mwingine, upepo tena hivyo. Kwa hiyo hali ilikuwa ni ngumu sana. Nikasema mimi I'm not going to despair. Ndio wakati huo nilianza kumpenda sana Yesu katika Ekaristi. Nikaanza kuabudu usiku mzima, mimi pamoja na vijana wangu wale walikuwa wanakaa na mimi, lakini pia wanapofikia mahali wakashindwa, niliendelea mwenyewe tu. Basi baadaye sasa shida inakuwa sio hiyo moja tu, sio nyumba tu, ni mengi, mazingira, magari, mito. Kwa hiyo hali haikuwa njema hivi wakati wa mwanzo, lakini kwa sababu ya sala Mungu ambaye amwachi mtu, baada ya muda unavyokwenda, nilianza kuona mabadiliko ya ajabu. Sikuamini. Tukapata na nyumba nzuri ya askofu na nyumba ya mapadri, tukapata na nyumba za wageni. Basi mambo yakaenda hivyo, lakini it was not easy. Haikuwa rahisi. Kahama ya mwanzoni haikuwa rahisi. Kwa kweli wale ambao nimewalea, wengine nimewashauri, furaha yangu kubwa ni kuona kwamba wanamtumikia Mungu, wamejitoa katika utume wao. Wengi wao wamejimwaga kabisa katika utume wao kama mapadri, wanamtumikia Yesu na wanapenda na vijana wafikie wito wa upadi kama wao. Kwa hiyo inafurahisha unapoona wao wamefikia
wamenauchangamkia utume, wanampenda Yesu, wanapenda utume, wanawapenda watu, wanalipenda kanisa la Mungu na wanapenda wadogo zao waje pamoja na changamoto ambazo tunakutana nazo, lakini hiyo ndio furaha yao kubwa. Hawaogopi changamoto, wanachapa kazi pamoja na Yesu. Maisha ya sala, malezi, maisha ya sadaka, kujikatalia, lakini elimu ya mabadiliko makubwa inahitajika kwa vijana wetu, wajue kwamba hata sisi, kwamba hata sasa tunaonekana kwa namna fulani ni mapadi wazuri au tunajitahidi, si kwamba tumelelewa kwenye ulimwengu ambao una mchanganyiko mkubwa wa vitu, sayansi na teknolojia kama huu. Kwa hiyo elimu inahitajika ya kuwaelekeza vijana wanaokuwa na wanaoelekea mito katika ulimwengu wa namna hii. Katika ulimwengu wa namna hii wanapaswa kufuata mkondo upi wa maisha, ili wasije wakanaswa, wakamezwa na yale ambayo yako katika ulimwengu wetu. Ni kutokata tamaa katika maisha, kufanya kazi pamoja na Mungu, kujikabidhi kwa Mungu. Kama nilivyosema, nilipoona kwamba ninaelekea kukata tamaa, nilisema hapana, I am going to appeal to Jesus. Nikajizamisha mikononi mwa Mungu, na hasa katika Yesu wa Ekaristi, kwa mama Bikira Maria, kwa neno la Mungu, kumsikiliza Yesu daima katika Injili. Kwa hiyo mafanikio yanapatikana hapo. Ikiwa ni mtu wa kukata tamaa, hutaweza kuendelea sasa, hata kama Mungu anataka kusaidia umeshakata tamaa. Kwa hiyo ni lazima tujitahidi sana na tuombe sana neema ya kutokata tamaa upesi katika maisha, hata kama ni changamoto zipo za kutisha, hata kama maisha ni magumu. Turudi kwenye mali, tumtegemee, turudi kwenye mali, turudi kwa Mungu kwa imani kuu, turudi kwa Yesu kwa imani kuu, na tuendelee kushirikiana naye katika kazi zinazowezekana, tunazoziweza, zinazowezekana katika uwezo wetu wa wakati ule. Na kwa hakika, kwa hakika nimeshuhudia 100% Mungu hakutuacha. Mungu hakuniacha, pamoja na kwamba nilikuwa nafikiria kwamba nitashindwa tu, lakini baada ya kujitoza hivyo nilianza kuona miujiza kama nilivyosema mikubwa kuhusu maendeleo, kuhusu mabadiliko makubwa ya jimbo langu la Kahama kwenye nyanja mbalimbali. Maisha ya waaskofu kwa kweli ni maisha ya utumishi, yanadai utumishi wa kina kabisa, kwa sababu askofu ni mkuu wa jimbo, lakini ndiye mtumishi mkubwa, ndiye mhudumu wa kwanza katika jimbo, na kuhudumu maana yake ni utumishi. Sasa katika utumishi ni lazima tukutambua kwamba uaskofu kwa kweli ni kuchaguliwa kuhudumia wengine, kwa mtumishi wa wengine katika nyanja zote za maisha, na hapo si kazi rahisi hata kidogo. Kwa hiyo dhamana iko katika hapo, kukubali huo utumishi, kukubali kuwahudumia watu Mungu anaoweka mikononi mwako, kuwapenda, lakini kufanya kazi hiyo daima tukiwa tunashirikiana na Kristo aliyetuita, hasa katika sala, hasa katika kuomba neema ya kuishi maisha ya sadaka kama Kristo mwenyewe, lakini hasa kuwa karibu na watu pia. Watu tunaohudumia ni msaada mkubwa sana Mungu alituwekea kutusaidia kuweza kusafiri katika safari ya maisha yetu ya wito. Wenyewe hatuwezi,
wenyewe hatuwezi. Tunaweza kwa wale watu tunaowahudumia, wakishatambuka kwamba kweli wewe ni wa Mungu, wewe ni wa kanisa, wewe ni wa kwao, wako tayari yani kutoa maisha yao kukusaidia wewe. Vitu vyao wanajifanya maskini, wanakosa hata kula kwa ajili ya kumletea askofu na mapadri wake. Kwa hiyo, lakini hiyo lazima ianzie kule kwenye jinsi ambavyo tunadhamini ile maana ya kuwa askofu. Ni mtumishi mkuu wa jimbo, ni mhudumu mkuu. Mambo ambayo nayakumbuka nimeshasema lile la kwanza, lakini mambo nayo yakumbuka pia ya kutisha ni uhaba wa mito ya upadri. Sikuwa na mapadri. Nimepokea wakati ule sawa parokia chache 7, lakini hata hizo basi sikuwa na mapadri wa kusema tunatosha, pamoja na hizo mambo mengine ya ofisi, maana tunahitaji pia tunahitaji naibu wa askofu, tunahitaji mkurugenzi wa mito, tunahitaji mlezi wa mito. Sasa ukiondoa hao wote ambao hawezi kuwa parokiani, unabaki na nani? Na unahitaji bwana fedha. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana, na baadaye kwa msaada wa Mungu pia parokia ziliongezeka, tukaendelea kuongeza parokia. Parokia ninapotoka nilikuwa na parokia 31 Kahama, lakini bado uchache wa mapadri. Ni eneo tofauti na Moshi, na sasa ilinitisha sana. Nilifanya juhudi nyingi kuzungumza na vijana, kuzunguka maparokiani, kusali. Nakumbuka wakati fulani nilikwenda Lourdes. Nimekaa Lourdes siku 3 pale Lourdes nikimwomba tu Mama Bikira Maria wa Lourdes atujalie mito ya upadi katika jimbo la Kahama. Itakuwaje kwamba tuna vijana 3 walioko seminarini, tuna vijana 4, itakuwaje tu? Lakini pia tukafikia mahali nikawaalika waamini tuombe. Kuna ibada katika ibada za Ekaristi wanaita kukaa na Yesu, kumwabudu Yesu kwa muda wa masaa 40 au 48. Tulifanya pia kama jimbo la Kahama, lakini maajabu ni kwamba baadaye tukaanza kuona kwa kweli muujiza ulitokea mara tu baada ya kumaliza ile masaa 48 ya kuomba katika Ekaristi Takatifu. Maana jimbo lote liliabudu, parokia zote walikuwa wanakuja usiku na mchana. Baada ya kumweka Yesu pale katikati, hatukumuondoa kwa muda masaa 48 mpaka tulipofikia ile misa ya mwisho. Kwa hiyo tulianza kwa kweli, yani baada ya kama wiki moja alikuja kijana mmoja ambaye kwa kweli alikuwa seminarini. Seminari yetu, maana sikuwa na seminari pia, hiyo nimesahau kuitaja. Jimbo alikuwa na seminari. Tulianza seminari pia kwa haraka kabisa mwaka 2004, seminari ndogo yani, na baba mwadhama alikuja kufungua Kardinali Pengo. Ilikuwa darasa moja tu, tulianza na darasa moja. Sasa baba mwadhama akasema, sasa mmeniita kuja kufungua seminari ya darasa moja. Akawa anacheka kama alivyokuwa anajua kucheka, lakini ni cheka ya kushukuru Mungu na kupata matumaini. Kwa hiyo alikuwa kwenye seminari yetu, akatoka akaingia seminari ya Uru, lakini baadaye akarudi mwenyewe. Kwa hiyo tukaanza kumpata vile, baadaye maanza kuja hata sasa hivi. Yani mshangao, naona kwamba napoona listi ya Kahama kuna vijana wa seminari karibu 40. Kwa hiyo lakini mimi daima nasema ni yale matunda ya kule kukesha kwangu usiku na mchana pale Lourdes. Ni yale matunda ya sala za watu wa Kahama, tumesali mno. Ni jambo lingine ambalo umeliuliza hapo, ni lazima kuweka Wakristo daima katika safari yetu ya utume wa kiaskofu na upadi. Wakristo wa Kahama wamenisaidia sana. Walikuwa karibu nami sana katika mahangaiko mengi, yani walikuwa wanatusaidia.
hawakati tamaa, wanaona kwa maisha alivyo, lakini sema baba askofu tutapita tu. Kwa hiyo hata makanisa kujenga, yani kufunga hizo parokia zote 31 kutoka 7 ilikuwa ni kwa sababu ya ukaribu wa watu. Watu walikuwa wema sana, yani wewe wakina mama, hiyo ni wakina baba, wewe ni vijana, utume wa vijana ulikuwa na nguvu sana. Kwa hiyo ni hao kwa kweli, ningesema kwa kifupi ni hao ni Wakristo. Lakini na tuanze kwanza sala. Mungu alijibu sala zetu alizijibu kwa namna ambayo tukuamini. Pale nilikataa sema hapa, na mimi nataka kufa hapa. Nataka kufa hapa wapi? Sasa ni hivi, kuna mambo mengi hatuwezi kuyasema. Jimbo la Kahama pia hatukuwa na kanisa kuu. Tulijitahidi kweli, tukajenga kanisa kuu kwa muda mfupi tu. Watu wanasema kanisa kuu linajengwa sijui kwa muda wa miaka 10, lakini sisi kwa muda wa miaka 8, kwa sababu sasa tunasema yani watu walikuwa wanatusaidia kwa namna ya ajabu ambayo unaona hapa sio mimi tu, ni Mungu anafanya miujiza. Tukajenga kanisa kuu nzuri sana. Kwa kweli kanisa pia kama hata sasa ukiona ni nzuri sana. Sasa unapojenga kanisa kuu kama askofu wa jimbo, kwenye utaratibu wa mapokeo ya kanisa Katoliki, unaweza kuzikwa kule. Yani kama yani hata ukifa ukiwa pale unazikwa pale. Hata ukifia nje unaweza kusema naomba nikazikwa kwenye ile kanisa lilojenga. Sasa sijafahamu hapa kwamba mtani transfer hapo mna mpango gani, lakini iko hiyo ni tradition, ni mapokeo ya kanisa. Sasa na mimi nilikuwa nimeandaa kaburi mkono wa kulia, si nimejenga kanisa kuu. Kwa hiyo nikasema mimi nakufa Kahama. Sasa nikaambiwa lazima nenda Moshi. Nikasema kwa kweli Moshi sifahamu. Na kwa kweli sinifahamu Moshi. Mimi nimekaa nje sana. Nimekuwa ni huko nje, pamoja na kwamba sikuwa misionari kama nilivyoomba, lakini sasa mnaona nimekaa padri kidogo tu, nimekuwa basi ni Moshi, na tena huko Moshi tu maana ni Sanyajuu miaka 2. Nimetoka nikaenda Kahama, sio Kahama, Shinyanga kwa muda miaka 3. Baba Mtakatifu anapokuja nikahamishwa kipindi hicho. Baba Mtakatifu anapokuja niko Kibosho kama mwalimu msaidizi kwenye mambo ya historia ya kanisa, lakini sasa sikukaa Kibosho. Baba Mtakatifu alipokuja hapa akiwa anapanda ndege hapa kwetu hapa Memorial, alipokuwa anaondoka kwenda uwanjani, Baba Askofu Lebulu wakati ule ndiye aliyekuwa rais wa maaskofu, akamwomba Baba Mtakatifu, akamwambia Baba Mtakatifu wetu, tunajua kwamba ziara yako katika kanisa la Tanzania ilikuwa ni ya kichungaji. Je, ungeweza hata kuweka kama alama ya kumbukumbu, kukubali mapadi vijana wakaja kusoma Roma ili tuweze kupata walezi, maana tuna shida ya walezi. Baba Mtakatifu akamwambia inawezekana. Baba Askofu by then hakuwa askofu mkuu, alikuwa askofu wa kawaida tu, Baba Askofu Pasani. Akamwambia kama wangapi? Akamwambia kwani mimi nataka ngapi? Akamwambia kama 5 hivi bla bla. Baba Mtakatifu akamwambia sawa. Kwa hiyo tukachaguliwa vijana wa 5. Wakati huo mimi nilikuwa ni padi wa miaka 5, miaka 34 wakati ule. Kwa hiyo nikaitwa sasa, ndio nimeenda Kibosho tu seminarini, nikaambiwa nijiandae kwenda Roma. Akachaguliwa mwingine kutoka jinsi Baba Mtakatifu alikuwa anazunguka, walichaguliwa hivyo kwenye zile kanda. Akachaguliwa mwingine wa kule kusini, maana alienda Songea. Akachaguliwa mwingine wa sehemu za Tabora, alikuwa ametoka jimbo la Kigoma, maana alikwenda wapi? Alikwenda Tabora. Akachaguliwa mwingine kutoka ukanda wa Waziwa, maana alikwenda Mwanza. Akachaguliwa mwingine kutoka Moshi, kutoka ukanda wa kaskazini, ambaye ni Baba Koda. Sasa mimi kwa kweli sijui nilichaguliwa kwa sababu gani, kwa sababu
kanda zote zilikuwa zimeshapata watu. Mimi nikaitwa Kibosho, nikaambia nijiandae kwenda Roma. Sasa nikaenda Roma, nimetoka Roma, nimeenda Segerea kufundisha, nikatoka Segerea kufundisha. Yaani huku nafundisha na huku ni msaidizi wa mkuu wa shirika na huku sijui ni nani. Nikatoka huko, nikaenda Kahama. Nikatoka sasa nisifahamu Moshi. Unaona ni hivi tu, sifahamu Moshi kwa kweli. Ndio maana nilikuwa Moshi ninaingiaje, lakini nikaambia unakwenda. Sasa baada ya kukataa kabisa sasa wazee wakaniambia, mzee mmoja aliniambia, sasa singetaka kumtaja, ni baada ya kukaa balozi ananingojea karibu wiki mbili nimpe jibu, maana alinipa nafasi ya kwenda kusali. Yule baba mmoja, baba askofu, singependa kumtaja, akaniambia, ninakuomba umtii Baba Mtakatifu, nakuomba ukafie Moshi kwa utii kuliko kufia kama bila utii. Basi nikaamua nikafie Moshi kwa utii, nikaja hivyo. Haikuwa rahisi, lakini Mungu alisaidia, mambo yakaenda hivyo. Mimi sijakata tamaa, kwa sababu mimi napenda sana kusali na napenda sana kukaa karibu na Yesu. Sikujakata tamaa. Nyakati hizo zimekuja nyingi tu. Kwa sababu kuna wakati fulani nilikuwa Kahama, akaja mama moja Muitaliano. Sasa unajua Waitaliano, sasa mimi nimesoma Italy, wakawa walikuwa wananitangulia, wananitembelea kule kwa muda mrefu. Wakaniambia sasa wengine ni mapadi nilisoma nao, nimekaa Roma miaka 6 karibu 7. Ananiambia sasa wanapokuja Waitaliano, kwa mfano wakija, ni watu ambao kwa usio lazima wa kuombe ruhusa ya kuingia huko ndani. Akasema sasa mimi nataka kuingia ndani nione askofu analala wapi. Wakati wananiita Ludovico, wewe unalala wapi? Sasa akaenda kule ndani. Sasa ndio akaja akaniambia, una hakika wewe ni askofu Mkatoliki? Sasa iliniuma sana. Nikajiuliza kwa nini hivi? Ananiuliza hivyo. Nikaenda ikanitesa sana, na kwa kweli nikafikiria sasa, maana aliona kule ndani kulivyo. Akaniambia ni kwa nini? Akaendelea, ni dhambi gani ulitenda mpaka ukachaguliwa kuja kufanya mateso haya? Sikujibu. Sasa baadaye kama nafsi hiyo ilinitesa sana, nikaenda jioni, nikaenda angalia ile certificate ya Baba Mtakatifu, nikakuta ni kweli amenichagua Baba Mtakatifu, yani Paulo wa pili, tarehe 24 mwezi wa 4 2021. Ikanipa kitulizo, na pale amesema, kasema Bwana Baba Mtakatifu amenichagua, wao ongeongee tu ni wakina mama hawa. Kwa hiyo sasa kwenye kipindi kama hicho unaweza kukata tamaa, lakini sikukata tamaa. Nikasema hapana, haya ni mambo ya watu tu. Kwanza mimi ni askofu kabisa, nimechaguliwa na Papa Yohane Paulo wa pili. Nikaendelea kusali. Kwa hiyo katika mahangaiko ni lazima kujitupa mikononi mwa Mungu zaidi na zaidi, usiku na mchana. Tusikubali kuyapokea.